Climate change, mabadiliko ya tabia nchi. Tafsiri kutoka katika mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi UNFCCC ni mabadiliko ya hali ya hewa yanayohusishwa moja kwa moja au yasiyohusishwa moja kwa moja na shughuli za kibinadamu ambazo hubadilisha muundo wa anga hewa. Yaani ni ule wastani wa hali ya ukanda fulani inaweza kujitokeza kwa kipindi kirefu kuanzia miaka 30, tofauti na mabadiliko ya hali ya hewa ambapo ni ile hali ya anga inayojitokeza kwa kipindi kifupi, inaweza kuwa saa hadi saa, siku hadi siku au mwezi hadi mwezi. Mabadiliko ya tabia nchi sio tu kuhusu utafiti pamoja na takwimu, bali ni kuhusu maisha halisi ya watu pamoja na uzoefu wao. Duniani kote wanawake wamekuwa wahanga wa athari za mabadiliko ya tabia nchi, kama ilivyo kwa wanawake hawa wakati ya Kichangani, eneo tegemezi la kilimo cha mboga mboga mjini Morogoro. Wananiambia kuhusu mapambano yao, ustahimilivu na jinsi wanavyokabili swala hili katika maisha yao ya kila siku. Mabadiliko ya tabia ya nchi, kama mfano, kipindi cha jua tunapanda mboga zote. Mvua zikishazidi tunachokipanda ni mchicha tu, maana unakabiliana na mvua. Lakini ukipanda figiri zinaoza, ukipanda majani ya maboga yanakuwa ya njano. Maana hii kazi nimeanza tangia msichana mpaka sasa hivi na miaka 53. Tunapata changamoto ya maji pale kipindi mtu utakapokauka. Maji yanakuwa machafu. Kupata changamoto ya kutoka hapa kwenda kuchota maji huko, na maji ya kufulia, kuoshea vyombo. Naweza nikaoga asubuhi. Sasa pale unapokaa niseme nikae joto, inabidi ukaoge tena. Maji yenyewe ni shida. Hata changamoto pia kwa mtoto. Anaweza kaka joto, akasweti, hapo inabidi tena ukamuogeshe. Mabadiliko ya majira ya mvua huwa tunaangalia ya kwamba tupande nini. Tunakolima sisi wenyewe tumepanda miti kwa ajili ya kulinda nini? Kulinda mazingira, maana tumeona kabisa tunavyoacha huku kunakaa wazi tunaathirika wenyewe. Mwanamke huyu mjasiriamali anakumbusha mabadiliko ya tabia nchi mwaka 2019 yaliwapa mtikisiko wa kiuchumi. Nakumbuka 2019 jua liliwaka sana mpaka mto huu kakauka. Ikabidi tukaingia mtoni, tukawa tunachimba visima kwa ajili ya kukabiliana na jua ili tuweze kuendeleza mazao yetu, lakini tuliweza mpaka mvua ilivyonyesha. Tuliumba sana. Kwa sababu gani? Unajua kitu ambacho unachotegemea kesho uje uvune, unakuja kuvuna wiki ijayo. Na maana hapa katikati maisha lazima yafanyeje? Yayumbe. Kama ada za watoto tunashindwa kulipa, kula kwa watoto ikaa tabu, nauli za watoto zikawa zinatupa shida. Kwa hiyo tuliathirika kiasi kutokana na, unajua mchicha mimi napanda siku 28. Lakini ule mchicha ulikaa mpaka siku 32. Na sio sheria. Mkataba wa UNFCCC katika kipengele cha jinsia na mabadiliko ya tabia nchi unaeleza kwamba wanawake wana jukumu kubwa la kufanya katika kusaidia kaya na jamii kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mkataba huo pia unaeleza vizingiti katika haki za kumiliki ardhi, upatikanaji mdogo wa rasilimali za kifedha, mafunzo na teknolojia, pamoja na ukosefu wa fursa za kushiriki katika maamuzi ya kisiasa mara nyingi huwazuia wanawake kushiriki kikamilifu kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Katika hili, Hadija Mrisho kutoka shirika la kimataifa la Ndesa nchini Tanzania anasema, mwanamke akiwa hana umiliki salama wa ardhi yupo kwenye hatari zaidi ya kuathirika na ukatili wa kijinsia, mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini pia kuwa na familia au ustawi hafifu kwenye ngazi ya familia na ustawi binafsi. Ripoti ya mwaka 2022 kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la wanawake UN Women inaeleza wanawake wa vijijini ndio waathirika zaidi wa athari za mabadiliko ya tabia nchi kutokana na utegemezi wao wa rasilimali asili. Ukosefu wa miundombinu bora na upatikanaji mdogo wa huduma za kifedha unasababisha wanawake wa vijijini kuwa na changamoto zaidi za kujikimu baada ya majanga ya asili kama mafuriko na ukame. Wanaume wanao wajibu wa kutoa usaidizi na sio kubagua kazi za kike au za kiume, anasema Charles Lusinde, mkazi wa Morogoro. Mimi of course huwa najibika kwa mke wangu mimi kumsaidia, kwa sababu endapo maji yanakuwa hamna, halafu unakuta hali yenyewe ndo kama hivyo, jua linakuwa kali sana, huwa namsaidia of course. Na pikipiki yangu huwa naenda na namchotea, namletea nyumbani, anaendelea na shughuli zake, maisha yanakwenda. Na washauri wanaume wenzangu
ambaye ameoa, hata kama hajaoa unakuta yuko nyumbani, napaswa amsaidie mzazi wake kwenda kuchukua maji. Mwanamke naye vile ni binadamu kama yeye. Greenhouse gas, hewa ukaa, ndio hewa inaongoza kusababisha athari za mabadiliko ya tabia nchi. Takwimu za kidunia kutoka World Resources Institute on Global Greenhouse Gas Overview, China inaongoza katika uzalishaji wa hewa ukaa inayosababishwa na shughuli za kiviwanda kwa 26.1, ikifuatiwa na Marekani ni 12.7, ilhali bara lote la Afrika linachangia kwa 4 pekee kwa mujibu wa takwimu za Global Carbon Budget ya mwaka 2022. Aidha, Tanzania inazalisha hewa ukaa kwa kiwango cha 0.23. Mkataba wa Paris uliopitishwa Desemba 2015 nchini Ufaransa na kuidhinishwa rasmi Novemba 2016 unatoa wito kwa mataifa yaliyoendelea kiviwanda ambayo yanachangia ongezeko kubwa la athari za mabadiliko ya tabia nchi kutoa fedha kwa nchi maskini kwa ajili ya kuhimili na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, swala ambalo limekuwa likizungumzwa mara nyingi katika mikutano ya mabadiliko ya tabia nchi ya nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa COPs. Lakini je, hii ndio njia sahihi ya kumaliza tatizo ili wanawake, watoto na ulimwengu baki salama? Nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na hapa anaeleza. Mimi ninaitwa Rajabu Mnyama, ni mtaalamu wa masuala haya ya mabadiliko ya tabia nchi. Katika mkataba wa Paris, lengo kubwa hasa ni kuhakikisha kwamba yale malengo ambayo yapo katika malengo ya maendeleo endelevu, kwa maana Sustainable Development Goals, yanafikiwa. Swala zima la uwepo wa msaada wa kifedha ni swala zuri, japo sio suluhu ya moja kwa moja kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini haimaanishi kwamba mataifa ambayo yanaendelea, mfano mataifa ya Afrika, yakipata dola bilioni 100 za Kimarekani, basi wanaweza kuwa wametatua changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Je, mwanamke anakabiliwa na athari zipi kwa uchache ambazo unaweza ukazitaja za athari za mabadiliko ya tabia nchi? Mwanamke ni mtumiaji mkubwa sana wa nishati za kupikia. Miongoni mwa changamoto ambazo wanawake wanakutana nazo sana ni changamoto za uoni hafifu, macho kuathirika kwa sababu ya kutumia kuni ambazo zinatoa moshi wenye sumu, zinawaathiri wao. Lakini pia ni ukosefu wa maji katika mazingira ya karibu. Unakuta ni kilomita nyingi ambazo inabidi atembee aweze kutafuta maji. Na hapo katikati kuna swala pia la kiusalama. Mkutano wa COP30 na mingine iliyopita imeleta majawabu gani katika athari lukuki zinazomkabili mwanamke, ikiwemo ambazo tayari umeshazizungumza? Ni kweli mkutano hii imekuwa ina nia. Uelekeo wa mkutano hii ni kuhakikisha kweli tunamsaidia mwanamke. Changamoto ni kwamba ni utekelezaji wa malengo ya mikutano hii. Nimetolea mfano utekelezaji tu wa lengo la kuchangia bilioni 100 ya dola za Kimarekani ni lengo ambalo halijafikiwa. Je, ni mikakati gani ya kijamii na kisera inayohitajika ili kuweza kuhakikisha wanawake wanakuwa sehemu ya suluhisho, si waathirika pekee wa mabadiliko ya tabia nchi? Tunapozungumzia mikakati ya kisera, sasa hivi kama taifa la Tanzania, dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 imeweza kugusia ni kuhakikisha tunazijengea jamii stahimilivu za Tanzania na tunakuwa na ustawi mzuri wa kiuchumi, kijamii na kimazingira. Sasa nikija katika mikakati ya kijamii, jamii za chini zinatakiwa ziwe na mbinu na taratibu za wao kama wao kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ili kupunguza hatari mbalimbali ambazo zinaweza kutokea katika jamii. Kuna kitu kinaitwa kamati za maafa katika ngazi ya kata. Kamati hizi za maafa katika ngazi ya kata, mwenyekiti wake anakuwa ni tendaji wa kata husika. Kabla hujazungumzia kama masuala ya kisera, sijui sheria, kanuni, taratibu, njoo tuziangalie hizi kamati za maafa. Je, zinafanya kazi vilivyo? Fortunatus John ni afisa mtendaji wa kata ya Mabwelebwele katika wilaya ya Kilosa. Anathibitisha uwajibikaji wa kamati ya maafa katika kata yake. Kamati za maafa zinakuwepo. Wajumbe wake wanakuwa ni watu gani? Wajumbe wake wanatoka kwenye vijiji hivyo, la mfano watu maarufu wanatoka kwenye vijiji hivyo. Una kiongozi wa madhehebu ya dini, tunachanganya kwamba atoke kwa Waislamu, atoke kwa Wakristo. Lakini pia kuna wakina mama wenye umri mkubwa na wakina baba wenye umri mkubwa. Kwa hiyo wale unapowaita, ukiwaambia kwamba bwana kuna ujumbe 1 2 3, wao wanasikika zaidi, tofauti na wewe mtendaji utakapopresent hiyo hoja. Huwa mnaweza kukaa pengine kuangalia rasilimali mlizonazo ili mzitumie vipi katika kukabiliana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi kabla hata athari zake hazijaanza kutokea. Kwa mfano kama mwaka jana, sisi eneo letu mlipata shida ya barabara. Yaani kutoka kwenye kata kwenda wilaya. Yaani barabara imepoteza mawasiliano, hakuna kuvuka. Maji ilikuwa imejaa na amechimbua barabara.
Tulipowaita kweli fedha ikapatikana, ikachangwa papo kwa papo, ikaelekezwa kwamba sasa yatafutwe mtu mwenye lori abebe kifusi na kuja kuishindilia ile sehemu ambayo ilikuwa katika ya barabara. Hizo ni juhudi za kamati hiyo ya maafa, kwa sababu lazima wajue na washauri kitu gani kifanyike na kuwasimamia kama ni wananchi. Na sasa tugeukie tena kwa Rajabu Mnyama. Kwa uzoefu wako, ni mifano gani hai bora ya miradi au mbinu zilizowahi kutumika na zikafanikiwa kuwawezesha wanawake kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwenye ngazi ya jamii? Miongoni mwa mbinu ni katika lugha ambayo lugha ya kisiasa au tuseme ni kumtua ndoo mama kichwani, kwa maana kama kuhakikisha mwanamke tunampunguzia umbali ambao anatembea kwa ajili ya kutafuta maji na kuhakikisha miundombinu ya maji basi inakuwa inasogezwa katika jamii za Kitanzania. Mfano hai mwingine ambao naweza nikakupa ni mfano pia wa kisera, kuweza kuhakikisha tunadhibiti matumizi ya kuni na kuweza kupeleka matumizi ya gesi kwa wakina mama, ikiwemo wakina mama ambao ni wajasiriamali. Na kushukuru sana. Asante sana. Ujumbe wa Rajabu Mnyama na sauti za wanawake, wanaume na viongozi uliowasikia katika makala hii vinatoa wito kwa jamii ya ulimwengu kuwa na mshikamano wa pamoja katika kumsaidia mwanamke na dunia dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kuzingatia makubaliano na mikataba mbalimbali. Mimi ni Hamad Rashidi, The Loe Media.